Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa mchakato wa ajenda ya maridhiano ya kitaifa unaendelea vizuri nchini, huku akibainisha kuwa kuna kiongozi mmoja wa chama cha siasa anayeendelea kujitafakari na kutoa masharti pamoja na misukumo yake kabla ya kushiriki kikamilifu. Akizungumza wakati wa mkutano wake na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa nchini, mkuu wa nchi alibainisha kuwa serikali inaendelea kupokea maombi pamoja na matakwa kutoka kwa viongozi na kiongozi huyo anaendelea na tafakari hiyo. Kauli hiyo ya serikali imezua mjadala mzito wa kisiasa ukihusishwa moja kwa moja na nafasi ya chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo na mwelekeo wa uongozi wake. Uchambuzi wa taarifa hii unaonyesha kuwa masharti hayo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yanalenga kujenga hali ya kutoaminika kati ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na viongozi pamoja na wanachama wa chama chake. Hatua hiyo inatajwa kama mbinu ya kisiasa inayolenga pia kupunguza uaminifu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mbele ya umma wa Tanzania kwa ujumla, kwa kuonyesha kuwa kuna mawasiliano ya kando au mchakato wa faragha unaoendelea kuhusu ajenda hiyo ya maridhiano ya kitaifa, wakati chama hicho kikiwa kimeshikilia msimamo tofauti hadharani. Mkutano huo ulioitishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ulihusisha viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa ambavyo vilitajwa kushiriki katika uchaguzi mkuu uliopita na kuunga mkono mchakato wa maridhiano. Hata hivyo, uwepo wa vyama hivyo umezua mchanguano wa kisiasa ukihusisha ushawishi wake na uwezo wake wa kiushindani katika uwanja wa siasa, ukilinganisha na nafasi inayoshikiliwa na chama kikuu cha upinzani nchini kinachomiliki wanachama na wafuasi wengi kote Tanzania. Kufuatia matamshi hayo ya mkuu wa nchi, Katibu Mkuu wa Chadema John Nyika alizungumza na waandishi wa habari na kutoa ufafanuzi rasmi kuhusu msimamo wa taasisi hiyo. Katibu Mkuu wa Chadema John Nyika alieleza kuwa chama chake hakijawahi kuwa na mawasiliano au mazungumzo yoyote na serikali au mtu yeyote kuhusu ajenda hiyo ya maridhiano, na kwamba msimamo wa chama hicho unabaki kuwa thabiti na unafahamika wazi na umma bila mabadiliko yoyote ya kiutendaji au kiutaratibu. Katika kufafanua zaidi mazingira ya kiongozi wao, Katibu Mkuu wa Chadema John Nyika alibainisha kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu hajawahi kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wala wawakilishi wowote waliotumwa na serikali akiwa gerezani. Aliongeza kuwa mtu wa mwisho aliyepata fursa ya kukutana na kufanya mazungumzo na kiongozi huyo mkuu alikuwa ni aliyekuwa rais wa Malawi, Daktari Lazarus Chakwera, ambaye alimtembelea gerezani nchini kwa niaba ya Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Madola. Katibu Mkuu wa Chadema alisisitiza kuwa baada ya mkutano huo wa mwakilishi huyo wa kimataifa, hakujawahi kuwa na msuluhishi mwingine wala kiongozi wa serikali aliyekutana na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mtendaji mkuu huyo wa chama alisema kuwa hoja ya kujitafakari au kubadilisha msimamo haimuhusu kiongozi huyo wala taasisi yao, na kwamba msimamo rasmi wa chama unabaki pale pale, huku akisisitiza kuwa uelekeo na mapambano ya kutetea haki ya wananchi yataendelea kama kawaida. Mbinu hii inahusishwa na kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, inafafanuliwa kama jitihada za kutengeneza taswira kwa wananchi kuwa mchakato wa maridhiano unasonga mbele na unaungwa mkono na viongozi wote wa kisiasa nchini.
Kwa kuwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yuko mahabusuni na hana uwezo wa kujitokeza mara moja kwenye vyombo vya habari kutoa ufafanuzi binafsi, kauli hizo zimekuwa zikitumiwa kujenga maoni ya umma kuhusu mwelekeo wa mawasiliano ya faragha. Uchambuzi unaonyesha pia kuwa kauli hiyo inalenga kutengeneza mfarakano wa ndani kati ya viongozi waliopo nje na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kwa kupandikiza hofu kuwa huenda kuna mazungumzo yasiyo rasmi yanayoendelea. Mtazamo huu unapandikizwa huku ikielezwa kuwa msimamo wa mwanasiasa huyo umekuwa wa wazi na dhabiti kuhusu vigezo na mazingira yanayopaswa kuwepo kabla ya kuanza kwa mazungumzo yoyote ya kisiasa na serikali iliyopo madarakani. Athari nyingine inayobainishwa katika mbinu hii ni jaribio la kujenga picha kwa wananchi kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akina msimamo mmoja na kinazungumza mambo tofauti jukwani ukilinganisha na yanayofanyika faraghani. Mbinu hii ya kipropaganda inalenga kudhoofisha uaminifu wa chama hicho mbele ya wananchi wanaofuatilia kwa karibu mijadala ya kisiasa na matukio ya kijamii yanayoendelea kujitokeza nchini. Katika mwendelezo wa taarifa hizo, katibu wa chama cha Chadema John Nyika aliguzia pia suala la afya ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akiwa gerezani, akieleza kuwa hali yake siyo nzuri na inahitaji uangalizi wa karibu. Suala hili la kiafya linaongeza uzito katika mjadala wa kisiasa, huku kukiwa na taarifa zilizotolewa awali zikionyesha hofu ya kiongozi huyo kuhusu utawala na ustawi wake akiwa mikononi mwa mamlaka na jeshi za polisi ama jeshi la magereza nchini. Mjadala huu kuhusu maridhiano unaendelea kuibua maswali mbalimbali miongoni mwa wananchi na wadau wa demokrasia kuhusu mfumo sahihi unaopaswa kutumika katika kuendeleza mazungumzo hayo. Hali hii inajumuisha tathmini ya nafasi ya mashirika ya kimataifa na viongozi wa kidini katika kusimamia mchakato huo, huku kukiwa na maoni tofauti kuhusu uwezo wa pande hizo kuleta maridhiano ya dhati na ya haki kwa pande zote zinazohusika. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Nyika alihitimisha kwa kubainisha kuwa chama kitaendelea kusimamia misingi yake na kutoa taarifa za ukweli kwa umma ili kuizuia upotoshaji unaoweza kujitokeza katika kauli za kisiasa. Uongozi wa chama hicho unasisitiza kuwa utaratibu wa ndani wa kiutawala unatumika kufuatilia hali ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kusimamia msimamo rasmi wa chama katika mijadala yote ya kitaifa.